DSB Digital, haki na ukweli. Naam, ukanda wa Gaza tunaweza kusema kwamba hali bado si shwari kutokana na matukio mbalimbali yanaendelea kushuhudiwa kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, mapigano ama vita vikiwa vinazidi kuchachamaa. Miongoni mwa mambo ambayo yanaendelea kujitokeza kwa hivi sasa, kuna takriban mambo matatu. Moja, tumesikia na kushuhudia mchakato ambao Israel inasema inao wa kutenga maeneo maalum ya makazi ya walowezi, lakini wakati huo bado inaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya Gaza. Na wakati huo tunamsikia rais wa Marekani akisema kwamba mazungumzo kati ya Hamas na Israel ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na usitishwaji wa mapigano, ule mkataba uliopo unakaribiwa kufikiwa. Haya na mengine mengi ndio ambayo yanatufanya tuiangalie Gaza. Kwa nini tunaendelea kushuhudia mkwamo katikati ya mazungumzo na harakati mbalimbali zinazofanywa? Mimi ni Raymond Nyamwihula, na katika kulijadili hili tunaye Ibrahim Rabi, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Rabi, karibu sana. Shukran Ray. Muda mwingi tumeweka kando Gaza kutokana na matukio mbalimbali yanaendelea kujitokeza. Yeah, kabisa. Tumesikia hapa kwenye utangulizi, miongoni mwa vitu ambavyo vinafanywa na Israel ni kuweka makazi mapya ya walowezi. Lakini kabla kuangalia hilo na maana yake, tunapozungumzia walowezi katika ukanda wa Gaza, ni watu gani hao? Walowezi naweza kusema ni wavamizi. Ndio jibu jepesi kuwa hawa ni walowezi, watu ambao kiasili sio wenyeji wa eneo. Yani ni walowezi waliolowea. Unajua kwenye Kiswahili ameenda kulowea huko, manake sio wa kule. Alikwenda akaenda kulowea kule. Kwa hiyo wale ni walowezi. Walowezi wamekuwepo West Bank kuanzia hasa ukingo wa Magharibi. Unapozungumzia walowezi, manake mara nyingi watakuja hapa ukingo wa Magharibi. Mara ya kwanza hasa na kauli imekuwa kubwa ya ulowezi ilianza mwaka 67 baada ya vita ya mwaka 67, kwa sababu Israeli iliteka eneo lote la Jerusalem yote na kuja maeneo makubwa mpaka maeneo ya Sinai huku, kabla ya makubaliano ya Camp David na Misri ya mwaka 79 ambayo yalimtoa Israeli kwenye maeneo mengi. Na katika mazungumzo yaliyokuja kukaliwa sehemu tofauti tofauti, ilibaki kuwa Israeli itabaki kulinda usalama wa eneo la ukingo wa Magharibi. Yani ukingo wa Magharibi kuanzia Jerusalem unakuja mpaka miji ya huku Khalil, Hebron, mpaka huku kote eneo lote Ramallah, Nazareti, yote hii ni maeneo ambayo wanasema kuwa ni maeneo ya West Bank. Sasa sheria za kimataifa zinatambua hili eneo ni eneo la Wapalestina, na ujenzi wowote wa eneo hili la ukingo wa Magharibi unatambulika kuwa ni ujenzi haramu ambao kwa sheria za kimataifa hautambui kuwa hawa wanaitwa kuwa ni wavamizi walowezi. Sasa kumekuwa na mikakati mbalimbali ya nchi mbalimbali dunia kuhakikisha kuwa hakuna nchi yoyote, hata Marekani mwaka 2018 wakati Donald Trump alipotambua milima ya Golani kuwa ya Israeli na akahamisha kutoka Tel Aviv mji mkuu kuleta kwa Jerusalem mji mkuu, hakurasimisha maeneo ya walowezi kuwa rasmi ni maeneo ya Waisraeli, hakurasimisha. Ikabaki vile. Kwa hiyo tukirudi kwenye sheria za kimataifa zinatuonyesha tu kuwa maeneo wanaoyakalia wa Israeli ambayo yako ukingo wa Magharibi ni maeneo haramu ambayo hayatambuliki na sheria zozote za kimataifa. Sasa kuongeza, kumekuwa na mkakati maalum hasa kwenye hii serikali mpya ambayo ya Netanyahu, unaweza kusema mwaka wa 3 sasa inavuta hii serikali. Mnajua iliingia 21 baada ya kudondoka serikali ya kina Naftali Bennett na Yair Lapid. Hii ndio ikaingia. Sasa toka hii imeingia, iliingia na mkakati maalum kwa sababu aina ya mawaziri waliopelekwa kwenye kitengo hicho, wawili ambao wao hata wakati serikali za nyuma ndio walikuwa hasa wanahamasisha walowezi wajenge zaidi. Bezalel Smotrich ambaye ni waziri wa fedha, waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir, mara kadhaa kwa sababu ya kufadhili kwao vurugu za vijana wa Kiyahudi kwenda kuwasukuma Palestina kugombana, kupokonya na nini, zilipelekea serikali za Israeli kuwakuta na hatia. Serikali ya Israeli ilishawakuta na hatia kuwafungia, ilishawakuta na hatia ya ugaidi. Serikali za Marekani mara kadhaa zimeshawekea vikwazo hawa mawaziri kabla hawajawa mawaziri. Kwa hiyo wakati Netanyahu alipowaletea ofa ya kujiunga na serikali yao, wakaona ndio fursa kubwa ya kuipata ya kutekeleza kile ambacho wanakiona kwa tutaongeza makazi mapya ya walowezi ukingo wa Magharibi. Kwa hiyo Bezalel sharti lake kwa Netanyahu lilikuwa, mimi nitakuwa waziri wa fedha. Nikiwa waziri wa fedha manake nitaidhinisha fedha nyingi kwa ujenzi mpya wa walowezi. Huyu mwenzake Ben-Gvir akasema mimi nitakuwa waziri wa usalama wa taifa. Waziri wa usalama wa taifa manake polisi inakuwa chini yake, kuwa ana uwezo wa kuchukua polisi kwenda kulinda ujenzi mpya wa walowezi bila kupata vurugu upande wa pili. Kwa hiyo wote wametumia hizo nafasi. Inatajwa kuwa katika kipindi cha miaka 2 iliyopita
ujenzi mpya wa makazi ya walowezi umekuwa unaweza kusema kuwa mara 10 zaidi ya miaka yote ya nyuma. Yani Israeli imechukua ardhi kubwa zaidi kwa Wapalestina ndani ya miaka miwili ukingo wa magharibi kuzidi miaka mingi ya nyuma ambayo kulikuwa kuna serikali tofauti. Sasa ikiwa waziri wa fedha alikuwa na hilo na sasa anaidhinisha hizo fedha kwa ajili ya utekelezaji wenyewe kwa kuanzisha makazi mengine mapya, hii ina maana gani ikiwa eneo lenyewe kama ulivyosema linalindwa na Umoja wa Mataifa pamoja na mikataba ya kimataifa? Ray, kwenye kipindi hiki cha vita ya Gaza nadhani ndio tumeonyeshwa kwa uwazi sana kwa kile kinachoitwa kuwa misingi ya sheria za kimataifa kuwa ilikuwa sio halisi. Yani kwa lugha inaweza kusema kuwa misingi ya sheria za kimataifa sio halisi. Kwa maana utekelezaji wake sio tu utekelezaji, zile sheria ambazo tulikuwa tunaambiwa Ray, ukivuka pale utakutana na hiki, ukivuka hapa utakutana na hiki, tumeshuhudia kuwa sio halisi. Kwa sababu katika kipindi hiki ndio tulichoshuhudia kuwa mahakama ya ICC inatoa waranti na yenyewe inawekewa vikwazo na yenyewe inafungiwa. Leo hii akaunti zote za ICC zimefungiwa na Marekani. Karim Khan kapewa kesi mpya hivi sasa ya kuwa alimnyanyasa mfanyakazi wake kwenye hoteli, kwa hiyo katolewa, yuko nje anafanyiwa uchunguzi. Lakini hata email kuingia kwenye ICC ziko blocked. Katika kipindi ambako tuliamini kuwa mtu anapokosea akipelekwa hapa anaenda kupata haki. Unakumbuka kina Ruto na mwenzake 2007 wamekwenda, tumeona kina Bagbo, tumeona hata Putin, ilikuwa kawaida. Kwa hiyo kipindi hiki ndio tumeshuhudia kabisa kuwa kile ambacho tulikuwa tumeaminishwa kuwa kuna sheria zinafanya kazi, ilikuwa ni kama kumbe zinafanya kazi kwa wengine, ila kwa wengine haziwezi zikafanya kazi. Kwa hiyo tunaposema kuwa haya maeneo yanalindwa na sheria na mikataba ya kimataifa, bado hiyo mikataba mbona haichukui hatua? Yani kwa sababu tunazungumza sio swala la jana au la juzi, tunazungumza ukaliaji wa zaidi ya miaka 77 hivi sasa. Au tukisema ukaliaji wa West Bank ni toka mwaka 67, zaidi ya miaka 57 ukaliaji uko pale. Sasa kwa nini hakuna hatua ambazo zinachukuliwa? Ukirudi, moja ya vifungu ambavyo vilikuwa kwenye mkataba wa Oslo mwaka 93 ambao alisaini Yitzhak Rabin na Yasser Arafat, Bill Clinton mwaka 93, ambao ulisainiwa mara mbili, mwaka 93 na 95. Ulienda Camp David ukasainiwa, ukarudi ukasainiwa. Ule mkataba ulitaja kabisa tu kuwa Jerusalem itagaiwa sehemu 3, Jerusalem Mashariki na Jerusalem Magharibi. Jerusalem Magharibi ilikuwa inaeleweka kuwa ni eneo ambalo wanakaa Wayahudi wengi. Jerusalem Mashariki ilikuwa inajulikana ni eneo ambalo wanaishi Waarabu. Lakini Jerusalem, ukirudi nyuma kwenye mgawanyo wa mwaka 1948 kifungu 181 ambao kilitengeneza kinaitwa State of Israel, kwa sababu Israel, State of Israel before mwaka 1947 hapakuwa na nchi inaitwa Israeli kwa mujibu wa sheria zilimu, ila Israeli ikaanza kuwepo kuanzia mwaka 1948 kupitia kifungu 181 cha Umoja wa Mataifa. Jerusalem, Israeli iligawiwa 55% ya eneo, 45 wakapewa wa Palestina. Jerusalem haikugawiwa kokote, hakupewa Israeli wala hakupewa Palestina, iliachwa kuwa itafikia mbele wafanya uamuzi. Mkataba wa Oslo ukaja kuoanisha kwa nini Jerusalem haikugawiwa. Ikagawiwa katika pande 3. Pande moja ikawa na 22% ambayo itaongozwa na Wapalestina 100%. Pande ya pili itakuwa na 18% ambayo itaongozwa kati ya Israel na Palestina. Hizi zinakuwa 40. 60% iliyobaki yote itakuwa chini ya Israeli. Sasa leo hii ilivyovurugwa, hakuna hizo area A, B, C hazijulikani zikoje. Kwa sababu Israeli alichokifanya, kwanza ukirudi kwenye mkataba wa Oslo hakuna utekelezaji. Ndio tunarudi kwenye sheria kuwa ilikuwaje sheria za kimataifa, kwa nini hazikufanya kazi wakati tayari saini ilishasainiwa na ufadhili mkubwa wa ujenzi umekuwa mkubwa. Sasa ukirudi hapo ukitazama kuwa leo Israeli anachokifanya, ile West Bank ilivyo, ili tuvuruge uwepo wa taifa lijalo linaitwa la Palestina, kwa sababu ukisoma mkataba wa Oslo unasema kuwa Jerusalem Mashariki ndio itakuja kuwa mji mkuu wa taifa lijalo la Palestina. Sasa leo ilivyo kuwa haya makazi yanavyojengwa, tunakujengea Buguruni, tukimaliza kujenga Buguruni tunajenga Tabata. Yani tunavuka eneo, halafu tukijenga Tabata tunaruka, tunaenda kujenga labda Kimara. Tukitoka Kimara tunakuja kujenga Kijitonyama. Kuna maeneo kati yanaachwa ili ushindwe kuchora hiyo ramani ya kuigawa nchi nyingine, unaitoa wapi? Yani kuwa manake huu ujenzi, yani usema kuwa haya makazi ambayo hivi sasa yanakaliwa takriban na walowezi ambao wanaishi upande wa West Bank wako zaidi ya 770,000 ambao wanaishi upande wa pili. Yani si kwamba labda kusema labda
kwenye mpaka wetu labda ule wa Jerusalem, labda kuwa hapa kwa sababu ni magharibi na hapa ni mashariki, labda hapa na hapa tumejenga. No, wamejenga hadi Hebron, yani wamejenga hadi Nazareth, wamejenga hadi miji ya mbali ambao ukihesabu kutoka Jerusalem kwenda kule zaidi ya kilomita 150. Wanaenda wanaanzisha makazi mapya ili tu kuwa siku mtapokuja tukae kuwa sasa hii nchi inapatikana vipi, hawa watakuwaje, tunaichora kwenye ramani gani, ishindikane. Rahby Digital, haki na ukweli.